TET Soma Kwanza TV kwa habari na matukio mbalimbali ya taasisi. Okay, labda ni washie muone inavyofanya kazi. Hapa kuna switch ya kwanza kwa ajili ya kufanya supply ya current kwenye mashine. Ni hii switch ya kwanza. Nikiswitch on hapa umeme unakuwa umekuwa supplied kwenye mashine. Hii ni kwa ajili ya kuregulate speed. Kwa hiyo nikishawasha umeme umekuwa supplied kwenye mashine. Hii ni kwa ajili ya winder. Kwa hiyo una adjust taratibu speed mpaka ianze kuwind. Umeona namna hiyo. Naam, mtazamaji wetu wa TET Soma Kwanza TV, mashine hii winder inaanza kufanya kazi yake taratibu kabisa na inategemeana na speed ambayo wewe unahitaji. Ni speed ya namna gani? Hii hapa mimi nimedesign kama ni moja ya project yangu ya ambayo imenipa degree katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Hii nimedesign inaitwa iron ball winder mashine. Hii ni mashine kwa ajili ya winding. Mimi niliangalia problem nikaona kwamba kina mama ambao wanafanya traditional knitting, wanafuma vitambaa, wanasuka kwa hapa Tanzania hii mashine za kufanya winding zipo ambazo ni traditional local. Kwa hiyo mimi nikatumia sayansi yangu na teknolojia ya umeme na umechanical nikaunda hichi kifaa kidogo. Ngoja kwanza, kabla ya kuunda hichi kifaa, wazo lilitoka wapi mpaka kinakuja kutokea kifaa kama hiki ambacho kinaonekana kuwa sasa msaada kwenye kazi yako, lakini pia kwenye taaluma yako na kikakupatia kupata degree kwa ajili ya hiki ambacho umekitengeneza? Wazo lilikujaje na ilikuwa ni ngumu kiasi gani? Wazo ilikuwa ni ngumu mwanzoni kwa sababu wanafunzi wengi wanapitia hii changamoto ya kupata title ya project ya kufinalize degree yao. Kwa hiyo mimi nilikaa chini kwa sababu by nature nilikuwa na ile utundu wa kutengeneza vitu. Kwa hiyo nikasema nitengeneze kitu ambacho kitakuwa tofauti, maana wanafunzi wengi wanafanya project za research za nini. Mimi nikasema na uwezo, kwa nini nisikae chini ni design kitu? Kwa hiyo nikatafuta idea mbalimbali za mashine ambayo itakuwa simple, hata nikiintroduce kwa lecture haitoleta changamoto, yani itakuwa complicated sana. Kwa hiyo mimi nikasema ni deal na winder. Maana ukikaa tu chini ukatumia kile kawaida unaweza ukadesign winder. Winder ni mashine yote ambayo itawind chochote. Na hii sio tu kwa ajili ya textile, naweza pia idea hii nikaitumia ikawind labda tuseme nyaya za umeme hivyo. Kwa hiyo mimi nilitafuta kitu ambacho kitakuwa ni new kwa pale UDSM, ila sio new kwa dunia, maana teknolojia sasa hivi ni pana. UDSM kilikuwa ni new kabisa. New kwa sababu akijai kufanyika kitu kama hichi. Okay. Kwa hiyo ndo ilikuwa ndo mara yake ya kwanza wewe kuvumbua kitu kama hiki. Kitu kama hichi kwa pale UDSM. Hata nilipoenda kuintroduce kwa lecture ilipita kiurahisi, haikupata changamoto mbalimbali. Na ulijisikiaje baada ya kuja na kitu kama hiki na ukaenda kufanya presentation na kikakubalika kwamba kiendelee kutumika? Of course nilijisikia furaha kwa sababu kipindi hicho wanafunzi wengi mpaka sasa hivi kuna wengine wanaendelea kuumiza akili kukamilisha project zao. Kwa hiyo mimi nilivyoona nimeintroduce tu alafu wakaipitisha, kwangu ilinifanyia urahisi, yani ilinipa urahisi wa kuendelea na masomo yangu. Haya, winder sasa iko hapa, tukaiangalie sasa namna jinsi ambavyo inavyofanya kazi, na umesema kwamba inaweza ikatumika kwenye matumizi mbalimbali kwenye nyaya za umeme pengine na mambo mengine mengi ambayo yanaweza kutumika katika winder. Tuanze kutueleza sasa hapa jinsi ambavyo inavyofanya kazi. Okay, hii inafanya kazi kwanza ambayo imeexist na inajulikana, ambayo ipo ni traditional, yani ni manual. Unakuwa una rotate spindle ili kupata hii rotation ya kuweza kuenable uzi kujisokota kwenye hii bobin. Sasa mimi nilisema nitumie teknolojia kidogo ya umeme na umechanical. Hii sio una rotate na mkono. Kwa hiyo nikafunga mota ya DC ya volt 12. Humu ndani kuna betri ya DC volt 12. Mota ni volt 12 ya speed na betri nimefunga huko ndani ni rechargeable volt 12. Kwa hiyo betri ina drive hii mota. Hii mota ikizunguka kuna hii belt. Hii belt inazungusha hii flywheel. Hii flywheel ikizungusha kuna driven pull nyingine iko hapa ambayo ndio inabeba hii bobin.
Sasa wakati inazunguka, hii naye anajizungusha hapa chini. Kwa kunakuwa kuna side mbili, kuna low side na high side. Hii low side ikiwa hapa hivi, the way uzi unavyojizungusha ni tofauti na hii high side ikija huko low side. Ndio tunapata hii packaging, yani hii pattern. Mzunguko mzima yani. Ndio tunapata pattern, alafu yani inavyofanya circulation, ile pattern inakuwa imejisuka fulani, tunapata packaging ya uzi. Okay. Yes, katika shape ya cake. Tunaweza tukaita boli au cake. Okay. Vipimo ambavyo vimetumika kwenye umesema umeweka kuna voltage 12. Ilikuwaje mpaka ukaja na voltage 12 na ilikuwaje ukapata vipimo vya namna hiyo? Okay, kwenye issue ya umeme ni kwamba nilisema nitumie DC. Kwa sababu DC ni umeme ambao kwanza ni rahisi kucontrol na kucheza nao kuliko na AC. AC inahitaji ufanye kwanza conversion, utumie inverter. Kwa mimi nikasema nisitumie nguvu nyingi sana, nitumie tu DC. Sasa nilivyosema nitumie DC, nikawa tayari na specification ya battery ambayo ni volt 12. Kwa hiyo ikabidi vifaa vingine vyote nitakavyotumia na yenyewe viendane na ile current ambayo itatokana na ile battery. Hata motor na yenyewe ni ya volt 12. Nimetumia kuna speed regulator kuregulate speed. Na yenyewe ni DC volt 12.